Jina langu ni Bishop Professor Ambassador Stephen Kalunyo, the Associate Bishop wa National Independent Church of Africa wa sehemu hii ya Nyambene, Isiolo na Marsabit. Tumekuwa na visa ya gender violence ama dhuluma ya kijinsia. Tumeona wanadada, our daughters and mothers wanakatwa ama wanaumizwa. Hizi funjo za kijinsia si kwa aina mingi. Kuna wale ambao wanaumia kimwili kwa kuadhirika, kupigwa, kuumizwa kimwili. Kuna wale ambao wanaumizwa kiakili, hata wanaume, na kuna wale ambao vilevile wanaumizwa kiuchumi, wananyimwa haki ya kumiliki land, wananyimwa haki ya kumiliki pesa ama kupata ajira. Kuna wale ambao pia wanadhulumiwa kwa ajili ya tunaweza sema ya jinsia yao. Na hivyo kama wadau na kanisa sana sana tutatembea na watu wa Nyambene kuhakikisha kwamba hakuna dhuluma ya kijinsia itabaki bila kuripotiwa. Ukipata kwamba ukiwa msichana umenajisiwa, kuna njia ya kuripot kwa kila station ya polisi. Kuna gender desk, kuna ofisi ya gender. Enda tu ulize ofisi ya gender. Pia unaweza kwenda kuripoti kwa ofisi ya gender, kwa ofisi ya county. Bila unaweza kuripoti kwa ofisi ya watoto. Bila unaweza kuripoti kwa kanisa na hatua itachukuliwa na mtu ambaye atapatikana amefanya makosa hiyo. Ingine ni mambo ya tohara ya wasichana imekataliwa na sheria zimewekwa kwa taifa letu la Kenya. Mtu ambaye atapatikana ameshiriki ama amesaidia anaweza fungwa miaka 30 kwenda juu pamoja na fine. Na mambo haya hayaruhusiwi hata kuzungumzwa nyumbani na wazee. Ni mambo ya kupeleka mahakamani direct kwa mtu yoyote atapatikana na hatia ya kufanya dhuluma hizi, hasa defilement, rape kwa watoto wadogo. Na hivyo basi kama kanisa tutashirikiana na wadau na serikali kuu na serikali ya jimbo kuhakikisha kwamba tumerahisisha maisha ya watu wetu wa Kikeiroe ili wasiendelee kudhulumika.